Mshtakiwa wa kwanza, majina yako kamili? Kwa majina anaitwa Ras Nyaweri Moa. Moa ni nini? Si tumewasikaniswa. Jina yake ya pili ndo natumia. Mshtakiwa wa pili, majina yako kamili? Najulikana kama Zebi Moa. Nyaweri. Nyaweri. Yes. Sawa bei. Washtakiwa? Mheshimiwa, Mshtakiwa kwa kosa la kuiga sauti za watu maarufu na kisha kutumia sauti hizo kuwaibia wafanyabiashara wakiwemo wasanii humu nchini. Mkijifanya nyinyi ndio hawa watu maarufu. Mliweza kumpigia bwana Emeka simu huku mkimitisha kuwa kama hangewatumia milioni 10 mngefunga biashara yake na kumfungulia mashtaka ya kutolipa ushuru. Leo hii mmefikishwa hapa ili bainike kama mko na kesi ya kujibu au la. Mshtakiwa wa kwanza unakubali ama unakataa? nakataa. Wewe mshtakiwa wa pili? Nakataa. Kiongozi wa mashtaka tutoe mwelekeo. Asante mheshimiwa. Mheshimiwa, uchunguzi wetu upande wa mashtaka umegundua kuwa watu wawili ambao wako mbele yetu mheshimiwa wamekuwa wakitumia njia ya ukora na kuwalaghai wananchi mheshimiwa. Unapata kuna wakati ambao inasemekana kuwa wanajifanya kuwa hao ni maafisa wa ushuru KRA mheshimiwa, wanakupigia simu na kueleza kuwa wamegundua kuwa katika biashara yako kuna vitu ambavyo umekuwa unafanya na ungependa utoe pesa fulani. Wakati mwingine pia inasemekana kuwa wamejifanya kuwa ni wabunge mheshimiwa na wangetaka pesa fulani na wameweza kuwalaghai watu wengi sana. Na jinsi ulivyosoma kesi yenyewe mheshimiwa, waliweza kumlaghai bwana Emeka mheshimiwa, kumpigia simu na kumueleza kuwa hawa ni watu wanafanya kazi na KRA ama upande wa ushuru, na wakamuomba yule jamaa wapatie milioni 10. Siku zao 40 ilifika na ndiposa tukawa mheshimiwa, na tuko na mashahidi wa kutosha kudhibitisha kuwa hawa wawili wamekuwa wakiwalaghai watu. Ningeomba kama wewe ni shahidi uondoke nje kabla kesi ianze rasmi. Ni hayo tu mheshimiwa. Shahidi wa kwanza kizimbani. Shimu koti. Kumbe usikiangi majipo wewe. Utatulia wewe. Keta ni nyipo. Sitaki kujua. Sikiza vile unaelekezwa hapa. Nataka uelezee koti majina kamili. Julius Masole Tipis, lakini inafurahianga sana wasichana wakiniita Mas. Ole Tipis, wewe ni wa dini gani? Mimi ni bora tu mahali nitakongana na kanisa. Sawa sawa, ni Mkristo. Nataka uinue hii Biblia kisha urudie maneno haya nyuma yangu. Mimi Julius Ole Tipis. Mimi Julius Ole Tipis. Na hapa ya kwamba? Na hapa wewe ndio Julius. Ni wewe ndiye napisha. Na hapa ya kwamba? Maneno utakasoma mbele ya hii koti. Maneno utakasoma mbele ya hii koti. Ni ukweli? Ni ukweli. Ukweli mtupu. Ukweli mtupu. Mungu nisaidie. Mungu nisaidie. Sawa sawa. Na wewe ni roho safi. Umeoga na sabuni ya vyombo? Msichana kuna roho safi sana. Huyu unajua akisema kunguni ni popcorn sisi tunakula. Msichana. Lezi mahakama, unafanya kazi gani, unaishi wapi? Mimi ni mwimbaji. Na unaishi wapi? Furumai. Tueleze uhusiano wako na kesi ambayo iko mbele yetu. Mimi nilikuwa relax tu, nimetulia nyumbani. After sasa nilikuwa upload. Na nini? Hii kuweka nyimbo kwa upload kwa YouTube. Yes, kwa YouTube. YouTube inalipa sana. Anaendelea? Sasa kuweka nyimbo yangu kwa YouTube iko na nini? Followers. Wakaanza kusikiza kuona. Ukiangalia 1 million, 10 million, 50 million. Najua watu wanapenda sana wa sisi. Kidogo nimerelax, nikapigiwa simu. Akasema halo, akasema soba, akasema eba. Kaniambia sasa sisi ni watu inaangalia kama hapo na internet. Sasa ati nyimbo zangu kuna maagizo fulani kidogo sijafanya na wao. Sasa nyimbo yangu itolewe. La sivyo ni niwapatie mkono mkutubu lamp. Mimi najua mimi nakuwa kichwa ngumu sana. Nikamwambia no way. That can never happen. Ulipokataa nini kifanyike baadaye? Kaniambia hata tuko na rafiki yako hapa. Yeye ashatoa pesa. Nikasema mgani? Sikampatia simu nikasikia. Sasa unajua mimi nichafanywa ile kitu. Kupe ni rafiki yako Smart. Smart joka. Nikaingia post bwana, nikaenda tukaongea nikawa. Ukawapatia pesa? Ukapatia pesa ngapi? Ilikuwa 1 million. Unaweza tambua kwenye koti? Wako wapi? Huyu mwenye ako na masikio kama ya Elio. Wewe, wacha matumatusi. Wewe mwingine umemtambua? Si huyu ni bibi ya huyu. Bwana ya huyu. Mheshimiwa mmoja kutambua? Asante kiongozi wa mashtaka. Wewe mshtakiwa wa kwanza? Mheshimiwa, kuna swali kwa shahidi? Niko na swali. Uliza. Nikuulize, ulipigiwa simu na nani? Sauti ilikuwa ni kama ya bibi yako. After all kidogo ikafiduka ikakuwa
ya smart choka kidogo ikarudi kwako. Kwa hivyo I think mlikuwa watu watatu. What makes you nonsense is not smart choka. Of course. Hiyo nini unauliza wewe? Kwa kifupi nauliza ni nini namfanya ajue si smart choka? Hiyo swali ilikuwa for mine. Hivyo ndo anakuuliza. Amekuuliza jibu sahihi. Kwa hivyo nimejibu mbaya. Jibu sahihi. Hapana. Ile kitu ilituma nikajua sio smart choka. Wakati nilipokuja kwa ofisi na pesa nilipata tu nyinyi. Kuna mtu alikuonyesha bunduki? Hapo kwa bunduki nayo Hakuna. not seriously, not. Yes. Tumia lugha yenye unaelewa wewe. Not seriously. Wewe Kiswahili. Not seriously ni kusema hapana na Kizungu. Kwani hujasoma? Ni watu Not wachasoma. seriously. Nikuulize hivi. To. Sio wewe ndio ulikuja ukati request tukuaprotie ngoma zako alafu hiyo 1 million ukatupea kama sadaka. Sasa hapo tumetanganya. Sadaka kwani ni kanisa? Au ulituambia token? Token. Kwa hivyo stima ilikuwa maisha nikawalipia. Sio mimi ni wako, mimi hata sisi niko mtu, niko na followers. Si ni watu wa mulika mwezi, stima tulipi tunaiba. Unaiba stima. Nani amesema? Tu kwetu alafu tunakuzisha. Wewe nani amesema? Wewe mshtakiwa pili, kuna swali kwa ushahidi? Niko na swali kwa Uliza. Masai. Niuliza. Ati umesema ulitolea pesa ngapi? 1M. Ulibebea wapi na una mfuko? Acha nikwambie, siku hizi we have gone digital. Digital we carry packets. Packets simu is transfer account. Mimi simu yangu ni bank yangu. Ilileta jina gani? Ilileta music promoters core meanings. Kuna mtu anaitwa music? Meanings ni ya kushikanisha watu wawili. Mshtakiwa. Ulisema pesa mmepata, sasa shida yangu ile. Nani alikuambia amepata? Mimi Nyinyi ama bei? watu wawili. Nani alisema? Kiongozi wa mashtaka, kuna shahidi mwingine? Mheshimiwa, kuna shahidi mwingine. Asante kwa wakati wako. Bwana Olitipis, ondoka nje. Kitamba urudishe kwa Ondoka meza. nje tafadhali. Leo amekaliwa shabati. Wewe. Hiyo kitamba ya meza urudishe huko. Heshimu kwetu, ondoke nje. Ni watu napiga na Ashidi wa pili kizimbani. Eleza koti majina yako kamili. My name is Emeka Ukechukwu Unyebadi, the only son of the soil. Tell us what do you do for a living and where do you stay? Well, I'm a businessman. Business. I do diverse business. I'm importer, exporter. What do you import? What do you export? I export everything, I import everything. Like what? Anything that I import, like car, I export it again. And where do you stay? I just stay around. What is the name of the Oh, place? Vuamai, Vurumai. something like that. Yes, that one. Kindly tell us what you know about the case that is before us. There is a time, because I said I'm a businessman. Yes. I fly in, I fly out, I fly up, I fly down. You've already explained that. Yes. Yeah. Now, what exactly happened? So Why I are you had here? actually left the country for Abuja. Yes. Before, when the aeroplane was just in between the air, I told him, please, stop the aeroplane. I want to talk to receive my phone call from my own secretary. Yes. So the secretary calls, say, there are some people, husband, wife material. Now they call office. Voice for a lady, voice for a man. They call office, they say, I have to clear some money because I import and export. So I knew this was very important business. So I told the aeroplaner, please stop in the desert. We stop. I had to come back. Coming back, I decided, let me use You mean you had to come back to your country, to the country? to the country. So I took one of my, I called one of my drivers Yes. so that he can pick me very fast. I come back. Immediately I arrived like this. I said, bring the phone call. The phone call, the voice sounded as if the people I know of. They command me, Oga, bring the money quick, before we impound your goods. Before we take you to court of law. These guys were claiming that they were from Yeah, the they are port? from the custom office. Custom, okay. Yeah, you call it courier carry. Kiongozi wa mashtaka KRA, anamaanisha this is KRA. That KRA, one, yeah. that one. They say we are from there. I said now because I don't want to spoil my name. Our name is so big. Someone like Emeka Chukwueme, is a big name. So such like names, we call him money. So then what did you do after listening? When I come, so after listening to the conversation, I say, so what do I do? They say, please give us some money. How much? Oh, Oga,
For Nigeria, when they talk about money, they talk about really money. You know, in Nigeria, we slap people with money. So what do they want? 100 million. 100 million. Not naira. Because of 100 Kenya million shillings. because they were accusing you of doing some business which is not accordance to. And they were threatening me. In fact, they say immediately tomorrow we are bringing police. When we bring police, you not like it too. So you believe them? What did you do? Okay, I had to do very quick calculation to send them the money. You send the money. Yeah. Then, Quick. When did you discover that you had been? Now immediately after it, I said, I beg, let me call them again. See, because even the name that come, they were negatively expression and colloquials different. The name that was coming was different. Yeah, different from You expected a name maybe from the one I government know, of KRA. because there is a guy Because who you've dealt with them before. yeah, not once, many a times. So when you call them, When I called them, the phone had gone dumb. you It was could not not okay. get them. Yeah, Their there is that side. lady who used to tell me, Muteja mambari mapiga na potea. Muteja mambari mapiga manyamaza. What did you do? I What opted, I action did you told my take? secretary, please pack, quick. We want to go to police station. So we rushed to police station. Reaching police station, I told them, there is this voice, now come, my phone. I saw they have actually taken away 100 million for me. They say, okay, we have sound tracking device. So have you ever met these guys in person? Before, we have met, not once, twice. They behaved as if they are agents for custom. Oh, those days They before were now they coming conned just you. to spy the place. They wanted to know how we keep money. I think they are thieves. So thank you. Can you be able to discover This relative to Bob Marley and this beautiful Pekin. I didn't know you are a thief. Now you look at the face, look beautiful. Thank you. Mheshimiwa Meza Yeah? Kagambua. She calling money for people. Mshtakiwa wa kwanza, Mheshimiwa, kuna swali kwa shahidi? niko na swali. Uliza. Do you know rubricity? Is that English? Nikuulize, Better. nikuulize. Wewe ulipigiwa na sauti ya nani? In fact, you are the one who said, hello, are you Emeka? I said, I'm Emeka. And now the beautiful lady now start calling me, say, how are you, sir? Hey, when I heard the voice of a lady, okay, that's actually where men we enter to. Lady can confuse you. Excuse me. Don't call me beautiful. Usiwahi muita hivyo tena. Okay, ugly. Iko sawa. Beautiful, mimi ndo nasemanga peke yangu. Yeah. Nilikupigia na sauti gani? Your voice. My voice. This one or which one? All of you. All of us. Yes. And then how wewe ulichuacha ni mimi? It's because after going to police station, Yeah. they did a trace, find you too. Kama niliokota hiyo simu nikapatikana nayo, nitakuwa natanganya. We would not have traced to you. You see, the government was doing its part. In fact, I dealt with the technocrats. Technocrats are the people that deal with the sound engineer, anything that is very altruistic. Eh? See, you can't even understand English. Mwalimu hapo Lakini alikugonga. Umemwelewa lakini? sijashika hapo. Uko na maswali zingine? Simunieleze labda ananitukana. Anasema kwamba mainjinia wa serikali wa sauti ndio waliwafuata nyinyi wawili. Sasa si tulifanyia engineer nini? Sina swali. Mshtakiwa wa pili, kuna swali kwa shahidi? Niko na swali. Uliza. Kweli Nigeria ndudhi mnaitanga ndege? Unasema alipigiwa simu akapaka. Unaweza paka ndege? I told the aeroplane we were flying to stop. Inasimamanga pale popote. I was not using the big ball. I was using jet, which can stop chopper. Me and the president, we always share the same. Where we can learn anywhere. In fact, when you are addressing me, please address me as a mister. Don't address me as if I'm Na your umegongwa na husband. mafala. Mafala wamekuibia. You Sisi hatujui kizungu. wewe you unajua two kizungu. people, in fact, the sound that was circulating for money was that for that lady. Say, now you see, you don't remember me. I'm one of the custom duty officers. No. Duty officers for where? You are a thief. Sasa wewe ni fisi. Ulisikia sauti ukatoa pesa. Fisi mwewe. Fisi mwewe. Nilimwambia ni fisi. Listen. You know what they say? Do you understand what you're saying? She said, me, I'm an officer. She said that you had her voice, and as a hyena, that's when you decided to give money. Yeah. Oh, who is a hyena? You. Okay, I'm not a hyena. Wewe una swali? Una swali? She doesn't have. Sina.
Kiongozi wa mashtaka, kuna shahidi mwingine? Mheshimiwa, kuna shahidi mwingine wa mwisho. Asante kwa Hizo vitu tunaongea kwa nini? Eleza mahakama majina yao kamili. Majina kamili naitwa Professor Karl Makonduto. Professor Karl Makonduto, unafanya kazi gani na unaishi wapi? Yes, mimi ni DCI. Wewe ni DCI? Yes. Kazi yako ni kazi ya Stationed pale Burumai. Eleza mahakama tafadhali, unachofahamu ama kile mliweza kugundua kama maafisa wa jinai. Mheshimiwa, hii kesi ni ile kesi ambapo watu wengine wameamua wakopi sauti ya wengine. Kuna watu walikuja kulalamika ya kwamba wamelagaiwa, wameibiwa pesa, wameibiwa mali. Kuna this fellow of mine, good friend of mine anaitwa Emeka from Nigeria. Yeah, so alikuwa anasema ya kwamba kuna watu walimcon pesa kutoka customs. Ya kwamba aende alipe ushuru. Pesa ilienda hivyo Mheshimiwa. So nikasema I want to put a trap for these two people. Hiyo ni baada wewe sasa ulipata information yenyewe kutoka kwenye kwa Emeka mwenyewe ama? Yes, kwa Emeka mwenyewe, na kuna watu wengine pia nilipata information. Uchunguzi wenu kaanza, mkafikia wapi? Tukafanya uchunguzi, tukatrack simu, tukapata simu, tukapata wenyewe hata walikuwa wanapiga simu wakikopi sauti ya mtu. Na Emeka mwenyewe ambaye amekuwa hapa amesema kuwa aliibiwa pesa. Ulimweza kupata pesa zenyewe? Pesa ilipatikana kiasi zingine hazikupatikana. Na ikikaa kwa majina ya hao watu wawili ambao Yes, kuna mwingine anaitwa Machene, kuna mwingine anaitwa Saidi. Hao wote ni watu was. Unaweza kutambua kwenye koti? Yeah, those two. Mheshimiwa ameweza kutambua. Asante kiongozi wa mashtaka. Asante. Mshtakiwa kwanza. Mheshimiwa, Una swali kwa shahidi? ndio. Uliza. Umeibiwa wewe? Kuibiwa nimeibiwa. Na mtu anasikianga aje? Mtu usikie uchungu, lakini haimaanishi sasa uende kulagai watu. Just imagine ati ingekuwa ati tunafanya hivyo, wewe ukiniibia naenda kuibia mtu mwingine, wewe ukinikiibiwa naenda kuibia mtu. Unadhani ingekuwaje hii Kenya? Lakini tit for tit is a fair game. Tit for tit. Unajua unasema nini? Sasa hiyo pesa imepotea, tufanye aje? My friend, utalipa hiyo pesa. Tunyonge. Tunyongeni. Kuna swali wewe? Sina. Mshtakiwa pili, kuna swali? Niko na swali. Uliza. Nikiambia hii mahakama. Ulikuwa unanikatia nikakataa, ukaniambia nitaona. Ndio umenileta hapa. Nitakuwa ninadanganya. Mbona hukuniambia hiyo? Ndio na nitachoma. Ndio na nitachoma. Sasa hizo ndio vitu unafaa unaniambia. Sasa alikuwa ananiambia hizi kazi zenu mtafanya baadaye. Wewe uliza maswali kule. Juu ya anavaanga suti. Sasa wewe unavaanga apron. Do you know how busy I am? Busy? Do you know I don't even have an iota of a time just to be distracted by a lady? Mimi nakwambia msichana mwenye alijaribu kuniseduce, huyu bibi wa Kanye West anaitwa nani? Kim Kardashian. Huyo alinikatia kwa hoteli akasahau mtoto wake. Wewe utaniweza? Sasa mimi nakuuliza, ulikuwa unaniambia huyu anavaanga apron. Wewe uko na suti. Alitacha apron yangu. Nikamwambia hata hii ni suti ni venye imeshikanishwa. Wewe tutaongea. Huyu anavaa apron. Hata tusipoongelea suti yangu, huyo mtu uko na yeye. Huyu ndio boyfriend wako? Ni be. Wao usininyosee kitore. Zedi umepotea. Kuna ndugu yangu fulani anaishi huko Sago ananichungia ng'ombe. I can connect you to. This one is a mess, my dear. Toka hapa. Askari na umenyamaza. Wewe unasikia anaitwa huko matusi. Lakini kama anasema ukweli. Yes. I can connect you to. I said. Kwa hivyo ulipenda watumie pesa huko Sago. Kumbe judge ndio mhot. Wewe. Hata judge hapa. Maswali elekeza huko. Elekeza maswali huko. Nasikia poa. Wewe unafanya judge na blast. Nafanya nikinyoni. Uliza maswali ujibu. Abuju. Wewe. Mtaacha kuchukua. Wacha hata judge acheke na mtu tunaweza wachiliwa. Ni judge tunafurahisha. Hakuna anacheka nini? Hii ni mahakama, si sehemu za kutafutana hapa. Mshtakiwa, umemaliza maswali zako? Sijamaliza. Uliza. Umemaliza, imeishia hapo. Hapana. Nilikuwa nataka kumwambia simutaki, ona ngozi yake. Hatukutaki. Ona ngozi yake. Unaona venye uko nini? Smooth. Smooth. Swali ni gani hapo? Sasa yeye hata si warm.
Niko na nataka kienyeji. Mheshimiwa. Kiongozi wa mashtaka, kuna shahidi mwingine? Mheshimiwa, upande wa mashtaka umemaliza ushahidi wako na ngoja uamuzi wa koti. Sidi, think about it. Haya wewe. Fanya kazi yako. Washtakiwa. Mheshimiwa, upande wa mashtaka umemaliza ushahidi wake unangoja uamuzi wa koti. Asante kiongozi wa mashtaka. Karibu. Washtakiwa, Mheshimiwa. koti hii imesikiza ushahidi uliotolewa mbele ya hii koti na imeonelea kwamba mko na kesi ya kujibu. Karani wa koti wape utaratibu vile watajitetea. Washtakiwa? Mheshimiwa. Sasa umefika wakati wenu wa kujitetea na koti inawapatia jinsi 3 za kujitetea. Ya kwanza ikiwa mnaweza kaa upande huu mpo, penye hamtaapishwa, hamtaulizwa maswali, mtajitetea na kisha mkiwa na mashahidi mnaweza waita. Ya pili mnaweza vuka upande ule mwingine, penye mtaapishwa na mtaulizwa maswali na kiongozi wa mashtaka ama koti lenyewe. Nayo ya tatu na ndio ya mwisho, mnaweza kaa bado ni upande huu, mnyamaze kimya, mngoje uamuzi wa koti. Mshtakiwa kwanza? Tuko hapa. Uko na shahidi yote? Haizi kuwa shahidi yako. Mshtakiwa wa pili? Utajitetea ukiwa pande gani? Kushoto. Mmepatiwa jinsi 3. Si tuko hapa. Jinsi 3 na kona apron. Jinsi ni za nini? Kwa nini ni nini? Wewe mshtakiwa wa pili, yote mtaingia ndani huko kama mnaendelea kusumbua. Mnafikia nyinyi werevu sana. Mnajaribu kutufanya Sisi wajanja kati tumegonga hawa sasa wako na macho 4. Tumelipia. Hawa naona faa. Mheshimiwa, anajua hao wanajaribu kutufanya wajanja. Asini wale wazee. Karani tafadhali, mheshimiwa, ningeomba tu waketi hapa. Hawana mashahidi. Ni hao tu mheshimiwa. Asante karani wa koti. Kesi ndogo. Mshtakiwa, Mheshimiwa. majina yako kamili? Basi Nyaberi Moha. Ni wakati wako wa kujitetea. Hapa sioni kitu ya kujitetea. Tunaona kama mtu ni mjinga ni mjinga. Ukikaa vibaya unatengenezwa. Sasa mimi naona tu hiyo pesa imebaki tugawane tu alafu hii kesi tumalize. Kwa hivyo unakiri kwamba mlipokea hizo Nani pesa? amesema? Umenisikia? Mshtakiwa wa pili, majina yako kamili? Naitwa Zainabu Moha. Nyaberi. Nyaberi. Ni wakati wako wa kujitetea. Wewe mshtakiwa wa pili, ni wakati wako wa kujitetea. Baby sana nini? Kata. Mimi nasema mtu achilie tuende Dunda leo ni saa 2. Kiongozi wa mashtaka, tupe mwelekeo. Asante sana mheshimiwa. Mheshimiwa, watu kama hawa ni watu wanastahili kuitwa majambazi. Majambazi, walaghai na wameweza kuharibu familia za watu na biashara za watu mheshimiwa. Mheshimiwa, tunaporudia kesi hii na nikitoa upande wangu mwisho, ningesema mheshimiwa, kila mtu anaelewa kama ulikuwa unasoma magazeti kuwa rais wetu wa nchi yetu hii mheshimiwa, kuna sehemu moja pia yeye ameweza kujipata taabani kidogo ama kuweza kuwa demeaned kwa kizungu, ambao mtu aliweza kumlaghai jamaa ofisa wa kampuni fulani mheshimiwa, ambao sitataja hapa, jamaa akitumia sauti ya rais wetu kuweza kumlaghai yule jamaa, na yule jamaa aliweza kutoa pesa nyingi sana, karibu milioni 50 bila kujua mheshimiwa. Na yule jamaa alipoelezwa kuwa yule ambaye alikuwa anampigia simu hakuwa rais, ilikuwa kweli jambo la kuhuzunisha sana. Na watu kama hao mheshimiwa wapo wanajifanya kuwa watutumia njia za mkato kuweza kujinufaisha maishani ama kuweza kujikimu maishani. Wewe kijana, huyu ni kijana mdogo sana na huyu binti hapa ni watu wachanga sana ambao wanaweza fanya kazi nzuri na mikono yenu, mtumie akili ambayo mmepewa na Mungu na muweze kujikimu maishani kuliko kuweza kuwalaghai watu na kuharibia majina. Mheshimiwa, uliposikia wale mashahidi ambao wamekuwa hapa, ni dhahiri shahidi kuwa hawa watu wameweza kufanya makosa. Nigomba koti hii wachukulie hatua kali za kisheria ili iwe funzo kwa wale wote ambao wana tabia mbaya kama hizi. Ni hayo tu mheshimiwa. Asante sana kiongozi wa mashtaka. Asante. Washtakiwa, Mheshimiwa. kulingana na ushahidi uliotolewa hapa mahakamani, imebainika wazi kwamba mlishirikiana na kuwaibia Wakenya na hii ni kinyume ya sheria, na koti hii imewapata na makosa. Makosa zenu ni 4 na sheria ya kwanza iliyowashtaki iko kwenye sura ya 30 tengo ya 313 Penal Code Cap 63 ya sheria za Kenya, inayozungumzia kupokea kwa njia ya udanganyifu ama kwa kimombo obtaining under false pretense. Kosa la pili linapatikana kwenye sura ya 10 inayozungumzia kuiga ama impersonation kwa kimombo,
kitengo cha 105 A na B kwenye Penal Code Cap 63 ya sheria la Kenya. Kosa la tatu liko kwenye sura ya 4 kitengo ya 127 sehemu ya kwanza na ya pili kwenye Penal Code Cap 63, na kosa lenu la 4 na la mwisho liko kwenye sura ya 28 kitengo cha 300 sehemu ya kwanza A, B na C na sehemu ya 4. Washtakiwa kwa kosa la kwanza, koti hii imewapata na hatia na imewafunga kila moja kifungo cha miaka 3 gerezani. Kwa kosa la pili, koti hii imewapata na hatia na imewatoza faini ya milioni 1 kila moja na pia inawapa kifungo cha miaka 10 gerezani. Kosa la tatu, ili koti pia imewapata na hatia na imewafunga kifungo kile vile imewafunga cha miaka 3 kila moja yenu. Na kwa kosa la 4 na la mwisho, koti imewapata na hatia na imewafunga kifungo cha miaka 14 gerezani kila moja. Vifungo hivi vyote vitaambatana baada ya vingine, na kama mjaridhika na uamuzi wa mahakama, mko na siku 14 ya kukata rufaa, kesi yenu imeisha. Hiyo miaka yote ni ya mtu mmoja.